waliacha mashimo kufuatia mashambulizi ya risasi. Uzito wa mlipuko wa greneti ukaashiria wazi athari zake. Maafa ya watu 17 na majeraha kwa watu 66 ndani ya kanisa la AIC eneo la Garissa. Ni mashambulizi yaliyotekelezwa na bunduki aina ya G3, mbili zilizoporwa kutoka kwa maafisa wa polisi waliouawa kwa kutumia bastola. Na siku tatu baadaye, kupitia kwa mtandao, kundi la kigaidi la Al-Shabaab limekiri kuhusika katika mashambulizi haya. Lakini serikali imekuwa ya haraka kuonya Wakenya dhidi ya kutenganishwa katika misingi ya kidini. What they want is to become desperate and begin to ask, at what cost? Why are our troops in Somalia? The moment we begin to raise those questions, we begin to demoralize a nation. Ni tishio la kundi la Al-Shabaab katika eneo ambalo vijana wamelaumiwa kwa kuhusika katika tabia zinazokwenda kinyume na imani za wenyeji. Vijana wa Somali huwa wanarusha mawe kwa mabati wakati kwa ibada. Kutupa mawe utupa katika misikiti, mimi ninasali. Ni tabia ya vijana. Wahalifu wawili walipowasili eneo hili siku ya Jumapili, inasemekana walikuwa wamevaa sare, na pindi tu baada ya mashambulizi walitoroka wakiwa ndani ya gari moja. Maafisa wa polisi eneo hili sasa wakisema washukiwa 30 wamehojiwa na polisi, lakini ni wenyeji ambao bado wanaendelea kutilia shaka utendakazi wa maafisa wa polisi. Kanisa la AIC ambao Wakenya 17 wameuawa, hakuna hata askari mmoja. Ni aibu kubwa sana. Hadi sasa manusura zaidi ya 20 wanaendelea kupata matibabu katika hospitali kuu ya Garissa. Ni eneo ambalo kwa hivi sasa limesalia kuwa tulivu, lakini yaliyofanyika hapa hayatasahuliwa hivi karibuni. Lakini swala ibuka, iwapo hata katika maeneo ya kuabudu Wakenya hawapo salama, usalama utapatikana wapi? Mbona akina mama na watoto wanavamiwa? Purity Mwambia, KTN leo katika kanisa la AIC Garissa.